Nini ambacho unakiona kwenye namna ambavyo amekuwa akiperform hasa kwenye kikosi cha Simba na uhitaji, lakini pia ukigusia na huo mgawanyiko wa magoli kwenye kikosi chao kati ya magoli 26 ambao wamefunga? Ya kwenye magoli 26 yeye kuhusika kwenye magoli 7 na kuwa ni miongoni mwa wachezaji wale wawili ambao wamehusika kwenye magoli mengi zaidi, kwa sababu ni yeye amehusika kwenye magoli 7 pamoja na Elie Mpanzu ambaye naye pia amehusika kwenye magoli 7. Mpanzu yeye akiwa na assist nyingi, ana assist 5 magoli mawili ambayo ameyafunga. Tafsiri yake ni kwamba hawa pengine ndio ambao wamekuwa na hatari zaidi kwenye eneo la kushambulia. Lakini kwa Selemani Mwalimu, kwangu kwenye kile ambacho amekifanya akiwa na Simba Sports Club, mwanzoni wakati ligi inaanza hakuanza kwenye yale matarajio na matumaini ambayo Simba alikuwa wanataraji pengine angekuwa nayo. Na hii ilikuwa inakuja kwa sababu baada yeye kuingia kwenye kikosi cha Simba, ilikuwa ni nafikiri ingizo moja sawa sana Jonathan Soa ambao aliingia kwa pamoja. Soa wakati ule akitoka Singida Black Stars anajiunga na Simba Sports Club, na Soa alishajipambanua kwenye ligi ya Tanzania kwamba mimi naweza nikafunga sana, kama ambavyo alifanya wakati amejiunga kwenye kipindi kifupi akiwa na Singida, na bado akawa ameonyesha kwamba mimi ni mkatili sana kwenye kufunga. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ulikuwa unategemea kuona yeye ndo akiwa chaguo la kwanza dhidi ya Dese Mukwala, pengine na dhidi pia ya Selemani Mwalimu, na ilikuwa hivyo mwanzoni wakati ligi inaanza. Hapo baadaye yalivyotokea masuala yaliyoripotiwa kwamba ni masuala ya kinidhamu kwa Soa, ikawa inahitajika sasa kumpata mtu ambaye anaweza kwenda kusimama kwenye ile na kushambulia. Na Dese Mkwala naye pia akaondoka kaenda kujiunga na timu nyingine huko Libya pamoja na Kibu Denis ambaye kuna wakati pia alikuwa anatumika kama namba 9 kivuli kwenye baadhi ya mechi. Kwa hiyo Simba kwa sasa wakiwa wanahitaji kucheza na mshambuliaji kinara, wanaona option ambayo imebakia kwenye timu ni Selemani Mwalimu. Sasa Selemani Mwalimu kwenye kile ambacho anakifanya kwenye hilo eneo, namba zimeonekana kuwa upande wake kwa sababu amefunga zaidi kuliko mtu mwingine yeyote kwenye hilo eneo. Lakini pengine kitu ambacho anaweza akawa anadaiwa Selemani ni uwiano wa jinsi ambavyo timu inatengeneza nafasi na namba magoli ambayo yeye anayafunga. Ukilinganisha unaweza kukaa kuna sehemu kama unamdai hivi kwamba Selemani kwa jinsi ambavyo timu inacheza, kwa sababu Simba wanavyocheza wako na advantage ya kufika zaidi kwenye hilo eneo la 3 la kiwanja kuliko timu nyingine nyingi za ligi kuu. Pengine anaweza kazidiwa na timu chache kama wanaofika Yanga, labda utasema Azam kuna baadhi ya nyakati nao pia wanasogea kwenye hilo kundi. Lakini Simba Sports Club kwenye kutengeneza nafasi watatengeneza nafasi nyingi kadiri wanavyoweza kwenye mechi moja, na wewe kama mshambuliaji wa mwisho unataka uwe na impact ya mwisho kwenye kufunga. Ndio maana unaona kwenye kipindi kirefu hapa Simba analalamika kwenye issue moja tu kwamba hatutumii nafasi ambazo tunazitengeneza kwa usahihi kupata magoli mengi kama ambavyo tulikuwa tunatakiwa kuyapata, kwa sababu ya nafasi ambazo tunazitengeneza. Kwa Selemani Mwalimu kwa siku za hivi karibuni, kitu kizuri kwamba baada ya yeye kuona kwamba ndiye anaaminiwa zaidi kwenye hilo eneo, amefunga pia kwenye baadhi ya mechi ambazo anacheza. Kwa hivi karibuni unaona consistency yake, amefunga kwenye mechi ambazo amecheza hapa, unaona uhusikaji wake wa magoli ya moja kwa moja ambayo anapatikana kwenye timu. Kwa hiyo ni jambo lingine ambalo kwake linamuongezea confidence kama mchezaji ambaye anacheza kwenye ile eneo, kwa sababu ndilo jukumu ambalo anatakiwa kulifanya. Kama sio kufunga moja kwa moja, basi wa assist. Kwa hiyo hilo ni jambo lingine ambalo Selemani Mwalimu anaweza akawa anajaribu kulifanya. Lakini kwa Selemani Mwalimu pia nafikiri kwenye kile ambacho amekifanya akiwa na Simba, unajua kuna muda ambao mchezaji pia anatakiwa kumjudge kutokana na daraja ambalo amelifikia. Selemani Mwalimu kwenye development yake kama mchezaji, wakati ametoka ligi ya Zanzibar alikuwa ni top scorer, si? Yes. Ametoka akajiunga Fountain Gate. Akacheza katika zile mechi za mwanzo, timu ikiwa kwenye form nzuri. Yeye Ambundo, Kiimbwa pamoja na Edgar William. Yes, wakiwa chini ya Mohamed Muya. Wakiwa na Fountain ya moto ile mwanzoni mwa msimu uliopita. Moto kabisa, nyuma yupo kulandana pamoja na Aba Kasim. Akawa tayari ameanza kuonesha kwamba mimi ni mshambuliaji ambaye naweza kufanya kitu kizuri. Kwa hiyo alikuwa bado hajaset ile class kwamba ni top class player,
Alikuwa ametoka Zanzibar, unaona intensity ligi na vitu vingine pengine iko chini. Na wakati huo anakuja kwa kuna mjadala mkubwa kwamba walikuwa washakuja vinara kadhaa wa upatikaji wa mabao kwenye ligi Zanzibar, kutoka Zanzibar kuja huku wakakwama. Sababu nyuma yake alikuwa ametoka Maabadi kwa Coastal kana struggle. Huoni kama anafunga hivyo, lakini alipokuja akaanza kufunga ile magoli akawa anaanza kuonesha kwamba mimi pengine kuna sehemu ambayo anataka kwenda. Baada ya hapo, kabla hajaset hiyo class kubwa kwenye ligi ya NBC, akapata dili la kwenda Wydad. Wakati amekwenda Wydad akapata nafasi ya kucheza kwenye mechi, lakini pia akaenda FIFA Club World Cup. Kwa hiyo kutoka kwake kule kuja Simba Sports Club, ndio huu ni wakati ambao anatakiwa kutengeneza daraja. Pengine tofauti na ilivyo kwa Soa ambaye amepita Medeama, akatoka akaenda Libya, amerudi Singida, unaona kama kuna daraja fulani pengine la CAF Champions League ama Confederation. Kwa hiyo kwa Selemani Mwalimu, huu ndio wakati wake ambao sasa anatakiwa kuthibitisha kwamba mimi sio form, ni daraja ambalo nataka kulitengeneza kwenye level ambayo anacheza kwa sasa, kwa sababu nimetoka Wydad, nimefika Simba, natakiwa kumaintain kwenye hilo daraja ambalo lipo hapo. Au sio? Tutarejea kwa Selemani Mwalimu, ngoja tugusie mjadala kuhusiana na Libase Gay. Libase magoli 3, assist 1, na kuna nyakati anazungumzwa kama winga machachari ambaye sio hatari. Yaani kwa maana ya kwamba ana usumbufu mwingi, lakini kwenye namba bado zinamkataa, yuko nyuma. Lakini kuna namna pia amefunga jana, pengine kuna namna anaweza akajadiliwa kwa namna ya tofauti. Wewe ukiambiwa umzungumzie Lilian Mukuru kwenye mawinga wale ambao wanasumbua sana Msimbazi pale, amefanikiwa kufunga jana, lakini namba zake na namna ambavyo amekuwa akizungumzwa hasa kwenye siku za hivi karibuni, wapo ambao wanamzungumza kama ni machachari sio hatari, wapo ambao wanaona uwepo wake hata kama afungi kuna namna ana disturb na kusumbua safu ya ulinzi ya timu pinzani, ambapo pia inatoa nafasi kwa wenzake wengine kufunga. Wewe unamuona vipi? Ni mchezaji mzuri ambaye anatakiwa naye afanye zaidi ya vile ambavyo anafanya. Unajua kuna nyakati ambapo amekuja katika ligi ngeni, ni ligi ambayo amekutana na timu ambayo inamhitaji aingie moja kwa moja katika kikosi, approve kile alichokuwa nacho. Kwa sababu gani? Unaitazama Simba katika msimu ni moja ya timu ambayo kumekuwa na changes nyingi sana ya squad. Achana na changes zilizopo katika benchi ya ufundi, hata wachezaji ambao wanacheza ndani. Ukirejea katika mzunguko wa kwanza ya ligi na hivi sasa, kwa zaidi takriban 7 ambao ni wachezaji ambao walikuwa hawachezi, hivi sasa wanacheza. Kwa hiyo ameingia katika timu ambayo anafika tu anahitaji kuingia moja kwa moja katika kikosi. Na tukumbuke kwamba kwa chochote unachokifanya lazima unatamani kuapprove watu kwamba I can do more. Kwamba mimi bwana naweza kufunga. Ukiniambia nimzungumzie Libase, cha kwanza ambacho nitazungumzia ni first touch yake. Siku zote katika mchezo wa mpira wa miguu, mchezaji mzuri anaangalia namna gani ambavyo ana receive ule mpira. Ni mmoja zaidi ambao wana uwezo mkubwa sana wa kureceive mpira ili aweze kuutumia pale pale ambapo unatamani kuona anacheza. Nakumbuka wakati ukisikiza historia ya Ronaldinho Gaucho, wanasema wenyewe kwamba kitu cha kwanza ambacho kocha anaenda kumchukua Ronaldinho Gaucho katika soka, katika historia yake ya soka, alitazama namna gani ambavyo ana receive ule mpira, akajua kabisa huyu ni mchezaji. Libase receiving yake ni nzuri sana. Na kitu kingine ni dribbling skills. Kwamba ni mtu ambaye anaweza kuwatoka mabeki 2 hadi 3. Hiyo ni kitu ambacho ni flexibility, kwamba uwezo wa kuweza kuhimili kwamba mimi naweza nikakaa na mpira mguuni ikawa ni rahisi mimi kutoka. Faida nyingine ambayo yuko nao ni uwezo wake mkubwa sana, kwamba mimi naweza nikaa na mpira ili kuwasaidia wenzangu kuweza kujipanga. One thing ambacho anatakiwa kufanyia kazi ni kutambua kwamba hata utengenezaji wa nafasi katika mchezo wa mpira wa miguu nao una mata. Tunamzungumzia kila siku Xavi na Iniesta. Hawakuwa wafungaji wazuri, walikuwa na uwezo wa kutengenezea wenzao nafasi. Kuna muda ambao Libase unaona kabisa kwamba hapa naweza nika drive. Kwa mfano hata ile goli ambayo amefunga, jiuliza angekosa ingekuwa kitu gani? Watu wangelalamika. Ni ball carrier mzuri. Ni ball carrier mzuri, ana vitu vingi sana ambavyo yuko navyo vigoni. Ila ni kitu ambacho naamini yupo katika ligi ambayo ameingia katika dirisha dogo. Inawezekana anatamani kuprove kwamba hii imani ambayo kocha Steve Becker ameniamini mpaka kuja kujiunga na yeye. I need kuonyesha kwamba mimi sio mchezaji wa kawaida. Na kwangu kitu kingine ambacho nimekiona kwake pia ni shooter mzuri. Unajua kuna wachezaji wengi sana ambao wanaweza kujaribu hapa kwenye shooting ability ambayo unaizungumzia ya Libase. Kuna hili pia, wakati tunaligusia hilo utaligusia. Kumekuwa na mijadala pia kwamba yuko very predictable. Kwa maana ya kwamba ata cut in, atapindua, ataseti kushoto, atatafuta far post.
Ni kweli, unajua sasa shida sio predictable. Shida unaweza kumzuia kitafuta hizo fapos. Lakini kuna watu walikuwaga predictable, unajua wakina Robben, unakumbuka? Yaani unajua kabisa atageuza kushoto, ataset kushoto na atapiga na alikuwa anafunga. Inawezekana wewe ulimwangalia Robben. Na Libel wakati anacheza. Sasa hivi unamwona yule Lamine Yamal. Very predictable, kama yani ataset kushoto. Mimi nikipata mpira hapa nitarudisha hapa. Nikisharudi Nitaenda hivi. na itafuta kule na anafunga na magoli mangapi? Mengi. Wale ana namba kubwa. Wale La Liga zile timu zote 19 unadhani analysis hawafanyi kwa huyo akipata. Sababu mimi nilikuwa nasikia mjadala anasema AI inataka kuja na mfumo wa kujaribu kuangalia kwamba anatumia sekunde ngapi sijui, yani imfanyie kama analysis hivi muingize kwamba huyu anatumia muda gani mpaka kukutana afu anapiga. Sasa yule anafanya hivyo, yani mara nyingi kwamba akipata mpira ata receive, ata cut, lakini ata shoot kwa usahihi. Accuracy yake ni bora sana kwenye ile eneo. Lakini ukimwangalia huyo mchezaji sio kwamba watu wafanyii mazoezi hivyo ambavyo wanavifanya. Wanafanya training na wanajua kwamba tukienda kucheza na FC Barcelona kuna Lamine Yamal, tabia zake za kiuchezaji ni zipi, ni hizi. Unawezaje kwenda kumzuia? Kwa hiyo ukimpata kuna siku utampata. Yaani kuna siku utampata atafanikiwa kwenye hilo. Lakini kuna siku atakukamata na atakufunga. Kwa hiyo kwa Libase Gay, nafikiri kwa Libase Gay mjadala wake unaweza kuwa unafanana na Ancet Oula. Wote wawili wale ambao wanacheza kwenye maeneo ya pembeni. Kwenye mpira wa miguu tunazungumzia mara nyingi, tumekuwa tukizungumzia formation, mfumo wa timu kwenye kucheza na vitu vingine. Mfumo wa timu unatengenezwa na technique ya mchezaji. Yaani ufundi wa mchezaji ndio utakupa wewe mfumo wa kucheza. Kama una mchezaji ambaye kwenye ufundi wake anakupa kitu A, maana ndio utatengeneza mfumo wako kutokana na hawa wachezaji ambao uko nao. Kwa mfano Simba kwa sasa wanavyocheza, unaona kwenye formation wa hiyo ya 4-3-3, huko pembeni kwenye wale watatu wa juu ndio wanakaa Libase Gay pamoja na Ancet Oula, juu anacheza Selemani Mwalimu currently. Ni kwa nini? Kwa sababu wanajua kwamba techniques za wachezaji ambao wako pembeni ni kubwa. Kwenye eneo la receiving yuko sawa, dribbling yuko sawa, 1v1 situation kuwin yuko sawa sawa, akitaka ku cross ata cross. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinamfanya mwalimu sasa hata kwenye mfumo wake akienda anajua kwamba okay, kwenye mfumo kumbe nitatumia hao kwa sababu technically wananipa kitu kizuri ambacho nitaenda kukiapply kwenye tactics na nikafanikiwa kwenye ile ambalo nalihitaji. Kwa hiyo kinachokuja kubakia sasa, kwa mfano unavyoenda kwenye hili la uchambuzi wa kinamba, unavaa mbwa duke kwamba sasa ana mashuti mangapi, ana assist ngapi, ana magoli mangapi. Hilo sasa ni jambo lingine ambalo kwenye analysis ni statistic analysis. Sio technical analysis wala sio tactical analysis. Ukienda kwenye technical analysis na tactical analysis, hao ni wachezaji ambao hata kama ungekuwa mwalimu lazima uanze kwenye unapanga na maisha. Hapo kwenye hilo. Kuna mjadala kuhusiana na Clatous Chota Chama kwa sekunde chache. Clatous Chota Chama pamoja na Ali Mpanzu. Clatous Chota Chama performance yake bora, nadhani ilikuwa ni assist 10, ilikuwa magoli 15 assist. Ilikuwa ni assist 15 magoli 8. Sio? 18 zilikuwa assist wakati ule anaenda Belcanes. Yes, performance yake kubwa msimu ule ilikuwa nadhani kulikuwa kuna 15 na 8. Sikumbuki ipi ilikuwa assist magoli. Nadhani assist 15 magoli 8, sio? Ile ilikuwa top performance ya msimu mzima ya Clatous Chota Chama. Ilikuwa bora sana. Ikaja kufunikwa na kiungo wa msimu uliopita. Ameenda kwa nani? Yes. Jean Shelehua. Yes, amekuja kuvunja msimu uliopita. Yeye ndo alizidi zile namba. Nadhani ilikuwa 16 kwa 9 au 10 hivi, kitu kama hicho. Sasa hivi Eli Mpanzu amecheza dakika, sasa hivi si mara kadhaa haonekani kwenye first 11 kwenye kikosi cha Steve Barker, lakini namba zinamsoma vizuri. Magoli 2, assist 5, kwa maana kwamba amehusika kwenye magoli 7. Wakati huo pia Clatous Chota Chama kujifunga la jana linahesabiwa assist, angekuwa na 6. Kama yaani kwenye goal involvement yamehusika nalo, yaani kwamba ule mpira mimi ndo nimeupiga pale na yule kajifunga, singejifunga yule mimi singeupiga.